Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imethibitisha kuongezeka kwa maambukizi ya mafua makali ya influenza pamoja na uviko 19 nchini, huku wananchi wakitakiwa kuchukua hatua za haraka kujikinga dhidi ya magonjwa hayo ya mfumo wa hewa. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na BBC, mganga mkuu wa serikali Daktari Grace Magembe amesema ongezeko hilo limebainika kupitia mifumo ya kitaifa ya ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko, hasa katika kipindi hiki cha mabadiliko ya msimu. Akizungumza kupitia taarifa rasmi ya wizara, Dr. Magembe amesema magonjwa hayo huenezwa kupitia majimaji madogo yanayotoka kwa mtu mwenye maambukizi wakati wa kukohoa, kupiga chafya au hata wakati wa kuzungumza kwa karibu. Aidha, Dr. Magembe amesema kuwa maambukizi yanaweza kusambazwa kwa kugusa sehemu au nyuso zilizochafuliwa na majimaji hayo, kisha kugusana kwa macho, pua na hata mdomo. Dalili kuu zinazotajwa ni pamoja na homa kali, kikohozi, mafua, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata wakati mwingine uchovu mkali. Wizara imesema kuwa takwimu za miaka iliyopita zinaonyesha kuwa kila mwaka kuanzia mwezi Novemba hadi Aprili kumekuwa na ongezeko la visa vya influenza pamoja na uviko 19 kutokana na hali ya hewa na mzunguko wa msimu wa magonjwa ya njia ya hewa. Mbali na hayo, Wizara ya Afya pia imetoa tahadhari juu ya kuongezeka kwa homa ya dengue, ugonjwa unaosababishwa na mbu aina ya Aedes ambaye huuma zaidi nyakati za asubuhi, mchana na jioni. Dalili za dengue zinafanana kwa kiasi kikubwa na malaria, ikiwa ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, maumivu ya viungo na wakati mwingine kutokwa na vipele. Wananchi wametakiwa kuzingatia usafi binafsi, kunawa mikono mara kwa mara na sabuni na maji tiririka, kufunika mdomo na pua wakati wa kukohoa au kupiga chafya, pamoja na kuhakikisha mazingira yanakuwa safi ili kuondoa mazalia ya mbu. Katika mwendelezo wa hali hii, ripoti za vyombo vya habari nchini Kenya zinaonyesha pia kuongezeka kwa wagonjwa wenye dalili za mafua makali na maambukizi ya uviko 19 katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Mamlaka za afya nchini humo zinaendelea kufuatilia mwenendo wa maambukizi hayo, huku zikitoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari mapema. Wataalamu wa afya katika ukanda wa Afrika Mashariki wanasema kuongezeka kwa visa katika nchi jirani kunaashiria umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa ya mlipuko. Wataalamu wanafafanua kuwa janga hutangazwa pale ambapo ugonjwa unasambaa kwa kasi katika mabara matatu au zaidi. Hata hivyo, neno janga halimaanishi moja kwa moja kuwa ugonjwa huo una vifo vingi, bali linaeleza namna unavyosambaa kwa kasi katika jiografia mbalimbali. Kwa sasa mamlaka za afya hazijatangaza hali ya janga, bali zimehimiza tahadhari na umakini wa jamii. Wataalamu pia wanatahadharisha dhidi ya janga la hofu, wakisema ni muhimu wananchi kupata taarifa kutoka vyanzo rasmi na kuepuka taarifa zisizo rasmi. Wizara ya Afya inawahimiza wananchi kufika vituo vya afya mapema wanapopata dalili hizi, kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima, kutumia barakoa katika maeneo yenye msongamano, pamoja na kuhakikisha mazingira yanakuwa safi ili kupunguza mazalia ya mbu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, lengo kuu ni kupunguza kasi ya maambukizi na kulinda makundi hatarishi ikiwemo wazee na wenye magonjwa sugu. Mpaka hapa napofikia tamati, endelea kuwa nami kupitia Koplo Media hadi kwa wakati mwingine. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.